Roho Mtakatifu ametupatia ni moving out of carnal to spiritual, kutoka katika hali ya umwili na kuingia katika hali ya kiroho. Wacha nisome mistari mitatu kisha tutaendelea katika jina la Yesu Kristo. Nitasoma. Basi Paulo mwenyewe na wasii kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu, nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwapo ni mwenyewe ujasiri kwenu. Naam, naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenda kwa jinsi ya mwili. Mstari wa 3. Maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali sina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tutaendelea, lakini wacha nianzie hapo katika jina la Yesu. Nazungumza kutoka katika umwili na kuingia katika kiroho. Paulo anaambia kanisa la Wakorintho, na asubuhi ya leo, ingawaje tunatembea katika mwili, maana tunatembea katika mwili, tunatembea katika mwili, hatuongozwi na mwili. We walk in the flesh, but we don't walk according to the flesh. Hallelujah. Tunatembea katika mwili ila hatutembei katika jinsi ya mwili. Anaendelea na kusema, kwa sababu gani tutetembee katika mwili, tusitembee katika jinsi ya mwili? Paulo anasema kwa kuwa vita ambavyo tunazozipiga katika haya maisha hatupigi katika jinsi ya mwili, asimo mwilini, bali vita ambavyo tunapiga zimo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Zimo katika ulimwengu wa roho, ni za rohoni. Hivyo tukitembea katika jinsi ya mwili, tukifuatisha namna ya mwili, tutakuwa tumepoteza point. Haleluya. Tutakuwa tumepoteza njia, tutakuwa tumepoteza hizo vita ambazo tunapiga. Nitasema hivi, life is spiritual. Life is spiritual. Hallelujah. Life is spiritual. Maisha ni ya kiroho. Neno la Bwana linasema kile ambacho tunakiona na macho haya, genesis yake, source yake ni kile ambacho akionekana. Whatever you are seeing, whatever you are hearing, hallelujah, whatever you are touching, whatever you are going through, the source, the genesis of that even situation, whatever it is, the genesis, the source is the spiritual world. It is the unseen world. Ulimwengu usioonekana ndio chanzo ya kila kitu. Hata umwili chanzo chake ni ulimwengu usioonekana. Mungu ndiye aliumba huu mwili. Na ndio Paulo anasema ingawaje tumo ndani ya mwili, hatutembei katika mwili, jinsi ya mwili, hatufuatishi namna ya mwili, ila kiroho, kwa kuwa vita ambavyo tunavyopiga ni vya rohoni. The genesis of everything, it is spiritual. Hallelujah. Kwa hivyo we must be spiritual. Lazima na sisi tuwe kiroho. Hallelujah. Lazima na sisi tuwe kiroho, mahali ambapo the genesis of everything, chanzo cha kila kitu ni kiroho, ni roho, ni ulimwengu wa roho. Hallelujah. Basi katika jina la Yesu, ili tuwe na control hapa duniani, lazima humo ulimwengu wa roho tuwe tumo katika jina la Yesu. Nilikuwa naambia wale wa asubuhi, na mimi nawaambia ukweli katika jina la Yesu. Ukiwa ulimwengu wa rohoni wewe haumo, ukiwa ulimwengu wa rohoni wewe haumo, utapata vitu ambavyo hukutarajia, utapata vitu ambavyo hukupangia maishani mwako. Utabaki unashangaa haya mambo yalitoka wapi. Sijui kama ushawahi shangaa mwenyewe uko katika hali fulani ya kimaisha na unashangaa, nilifikaje hapa? Ilikuwaje nikaingia hapa? Ilikuwaje hii hali ikanipata? Ukiangalia hauelewi, haujui vile ambavyo uliingia mahali ambapo hupo. Haujui vile hali ilikupata namna gani, lakini ilikupata. Unajipata katika situation tatanisi,
ambao haujui vile ulivyoingia, ni kwa sababu kuna kipindi fulani ulilala kiroho. Haleluya, katika ulimwengu. Kwa hivyo Paulo anasema vita zetu hatupigani katika jinsi ya mwili, bali ni katika ulimwengu wa roho. Hapo ndipo ambapo tunapigana. Nitakwambia asubuhi ya leo, haya maisha ni vita. Life is about battles. Na Biblia inasema kitabu cha Waefeso, we are in a battle, we are in a war. Na kuambia ukweli, tuko vitani, haya maisha ni vita. Na nitakwambia ukweli katika jina la Yesu, Pastor Morris, upati kile ambacho unataka katika haya maisha. Ingekuwa mwanadamu anapata kile anataka maishani, ingekuwa mwanadamu anapata kile anatamani maishani, kila moja angalikuwa na maisha ambayo ameyatamani. Lakini kwa bahati mbaya, kile tunapata katika haya maisha ni kile ambacho unapigania. Umesikia? You get what you fight for, not what you want. Si kile unataka, ni kile unapigania. Biblia inasema tumo katika vita. Kwa nini? Ni kwa sababu tuna mmoja ambaye anayetupinga, na siku zote anatupinga. Na wacha nikwambie, kile kitu shetani upinga kwa mwanadamu ni asipokee na asipate kile ambacho kinatokana na Mungu. Kama kuna kitu shetani anapinga, nitawaambia leo na nitawaambia tena, kama kuna kitu shetani anapinga ni mwanadamu asimuone Mungu katika maisha yake kabisa. Kama kuna kitu ibilisi ataki, ni wewe uone Mungu katika maisha yako. Kama kuna kitu shetani ataki, kisha ya kwamba auoni mkono wa Mungu. Haleluya. Ndiposa Biblia inatuambia tunapigana vita. Na Paulo anaeleza vizuri kitabu cha Waefeso, tunapigana na maroho machafu, tunapigana na nguvu za giza, tunapigana na utawala wa giza katika ulimwengu wa roho. Maana huko ndiko hatima zinaamuliwa, huko ndiko biashara zinaamuliwa, huko ndiko maisha yanaamuliwa. Mimi nakwambia, aliye na sikio asikie. Huko ndiko kufaulu na kuanguka kunahamuliwa kwa mwanadamu, huko katika ulimwengu wa roho. Lakini nashukuru Mungu katika jina la Yesu, kitu kimoja ambacho ningetaka ujue ni kwamba tunapigana vita ambavyo tumehakikishiwa ushindi. Hallelujah. We are fighting a battle ambayo, hallelujah, tumehakikishiwa ushindi. Hallelujah. Tunaingia katika vita, we are sure ya kwamba tutashinda. Hallelujah. Atubahatishi, tuna uhakika wa ushindi. We are implementing ushindi wa Kristo. We are enforcing ushindi ambao Kristo ametupatia. We are taking what is rightly ours. We are taking what is rightly ours. Hallelujah. What is legally ours. With legal backing ya neno la Mungu, constitution ya Mungu. Hallelujah. We are taking what is rightly ours, which is legally ours, with the backing of God. Hallelujah. With the backing of heaven. Tunapoingia tuna uhakika. Nataka nikuambie katika jina la Yesu Kristo, as long as una backing ya neno la Bwana legally, kile ambacho unapigania, kile ambacho unatetea kiko supported na Biblia, you are assured of victory in the name of Jesus. You are assured of victory. Pastor Morris, as long as the word of God is backing us, tutaangalia hapa, we are assured of victory. We are assured of recovery in the name of Jesus. And we shall recover in the name of Jesus Christ. Whatever we lost, whatever was stolen, whatever was taken, in the name of Jesus, we shall recover. Tutaangalia mahali hapa, we shall recover namna gani. Hata wewe utarecover katika jina la Yesu. Wala Jumatano niliwaambia, Mungu anasema mtakaponirundia nitawaponya. Na kuna kitu ahadi Mungu anapeana katika kitabu cha Joeli. Anasema hata miaka iliyopotea
kule ulimwenguni ukaja kwa Bwana. He is able to restore time. Wazungu wanasema time lost is never recovered. Kwa Mungu it is recovered in the name of Jesus. How? Through spirit anointing. Through spirit anointing. There's something called spirit anointing. Hallelujah. 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 Mungu anakupaka katika biashara, unainuka na spindi ambayo people cannot explain. Mungu anakupaka katika career, katika utuma, unaenda na spindi ambayo people cannot explain, in the name of Jesus Christ. Na hiyo itakuwa yetu katika jina la Yesu. Tunaposimama katika nafasi yetu, tunaendelea katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 4, maana silaha zetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu. Mimi nasema hiyo, katika hii vita Mungu ametupatia silaha za kupambana na shetani. Maana ni shetani tunapambana naye na utawala wake. Nitaeleza kitu mahali hapa, nilijaribu kueleza asubuhi, lakini nasikia sasa kuna neema zaidi ya asubuhi katika jina la Yesu Kristo. Atupigani na wanadamu, ingawaje shetani anatumia wanadamu. Shetani anatumia wanadamu, anatumia hali. Atupigani na wanadamu, tunapigana na shetani. Lakini wa asubuhi niliwaambia, shetani hana uwezo wa kuteka akili za wanadamu. Ana uwezo wa kuteka mawazo ya wanadamu, hisia za wanadamu, na wanadamu wakafanya mambo ambayo wao wenyewe hawakutaka, ila wamesukumwa. Ni mkono uko nyuma ya wanadamu kukutendea mambo mengine. Nikawapatia mfano na Ayubu. Shetani alipotoka kwa Mungu na Mungu akamwambia nimekupatia Ayubu. Biblia inasema wavamizi walivamia nani? Mifugo ya Ayubu, na wakaua wale the shepherds, akabaki mmoja. Hii ilitoka wapi? Ilikuwa ni mkono wa shetani ulioingia wale wavamizi, wakasukumwa kwenda kutenda vitendo fulani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ibilisi anaweza akaingia mawazo ya watu. Lakini nisikie, murandi tunaomba, tunasimama katika nafasi. Mimi nakwambia asubuhi ya leo, Mungu ana uwezo kupitia silaha alizotupatia, kupitia uwepo wake na ushirika wake, hata kuzuia watu wengine wasiwaze mabaya kuhusu sisi, na hata wakiwaza hawafaulu katika jina la Yesu Kristo. Hawafaulu na watafaulu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mimi nasema hizi silaha zina nguvu katika Mungu, zina uwezo katika Mungu. Haleluya. Leo nitazungumzia silaha moja, siku nyingine Mungu akinijalia nitazungumzia silaha zingine. Wacha nisome kitu hapa alafu nielezee kuhusu hiyo silaha moja. Silaha zina uwezo katika Mungu kuangusha kila ngome. Kuangusha nini? Ngome. Ngome nini, Pastor Morris? What is stronghold? Hallelujah. Nimesikia ONTM ikisema UNTA isije kwa stronghold zetu. Hallelujah. Our stronghold remains. Stronghold ni nini? Ngome ni nini? Kia ambayo linasema hizi silaha zina uwezo wa kuangusha kila ngome. Ngome ni mahali kitu fulani kina nguvu, concentration ya kitu fulani kiko mahali hapo. Hiyo ndio ngome yao, hiyo ndio nguvu yao. Kwa hivyo ngome ni mahali ambapo nguvu. Bwana asifiwe. Shetani ana nguvu, kitu chochote kina nguvu, concentration, hiyo ndio nguvu yao. Biblia inasema hiyo pia hizi silaha zina uwezo hizo ngome, haleluya, kuinfiltrate hizo ngome na kuangusha hizo ngome katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea. Mawazo ya kile ya tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, imaginations. Haleluya. Wachani waambie, kama kuna vita na kuna njia shetani hutumia, ni mawazo ya mwanadamu. Mawazo. Wachani waambie mchana wa leo, tukiweza kushinda vita za mawazo, tumeshinda katika jina la Yesu Kristo. Maana shinda kubwa ni jinsi tunavyowaza. Maana tunawaza kulingana na mwili,
Tunawaza ya kwamba hatuwezi, tunawaza ya kwamba haiwezekani, tunawaza ya kwamba tuko hivi na hivi na hivi, tunawaza ya kwamba tunawaza kulingana na kile ambacho tunakiona. Na Biblia imetuambia tusitembee katika kile tunaona, tusitembee katika kile tunaona, tusiwaze katika kile tunaona, maana kile kinaonekana ni cha hapa, lakini tuwaze katika ulimwengu usioonekana ambao ndio chanzo ya kila kitu. Haleluya. Mimi nataka nikwambie asubuhi ya leo na mchana wa leo na jioni ya leo, utajiri wako uko katika ulimwengu usioonekana. Magari yako yako katika ulimwengu usioonekana. Cheo yako imo katika ulimwengu usioonekana. Mimi nakwambia siku ya leo, ukiangalia hali za Kitengela, nakwambia ukweli, utavunjika moyo. Ukiangalia hali za Nairobi, utavunjika moyo. Nataka nikwambie kile tunaona ni matunda ya kile ambacho kisichoonekana katika ulimwengu wa roho. Haya ni matunda tu. Sasa sisi tunaangalia matunda, si matunda ambayo tulipanda sisi, si matunda ambayo tumepanda sisi. Tunaangalia matunda ambayo yalitoa matokeo sawa na yaliyopandwa na watu wengi. Nisikie katika jina la Yesu, unaweza ukapanda matunda yako katika ulimwengu wa roho na yakatoka tofauti na yaliyopandwa na wengine katika jina la Yesu Kristo. Si kama mnanipata? Nipungie mkono. Nisikieni, nawaambia asubuhi ya leo tunavunjika moyo kwa sababu matunda tunayoangalia ni matunda yaliyopandwa na wengine katika ulimwengu wa roho. Yalipandwa na Shetani, yalipandwa yakamea, yakakucha humu katika ulimwengu wa mwili. Kwa hivyo tunayaangalia, lakini nikwambie katika jina la Yesu, tukiingia katika maombi, tutumie silaha bila neno la Bwana lilivyosema, tunaweza leta matunda tofauti katika jina la Yesu. Tunasema hakuna biashara simo katika jina la Yesu. Tunasema hakuna kazi simo katika jina la Yesu. Vitu vimo katika ulimwengu wa roho. It is how to transfer from the spiritual world to the physical world. Hallelujah. Na ndipo tumepewa silaha kwa ajili ya wanaotupinga, wanaozuia katika ulimwengu wa roho. Number 2, how to defeat wale ambao those who oppose us. Baba ametupatia silaha ya weapons which are not carnal. Bible says they are powerful. They have power. Sina nguvu ndani ya Bwana kufanya nini? Kuangusha nini? Ngome. Ngome nini? Vitu ambavyo vimekuwemo tani jana, vimesumbua tangu jana, viko pale. Ninasema we can bring strongholds down. We can bring the stronghold. Stronghold ya Kitengela ni gani? Stronghold yako ni gani? Stronghold yako ni gani? It is possible in the name of Jesus. Kila wazo. Kwa hivyo nimesema mawazo ya mwanadamu ndio shida. Na hapo ndipo Shetani amekamata mwanadamu. Hapo ndipo Shetani amekamata ulimwengu. Binasema as a man thinketh, so he is. Kwa hivyo Ibilisi atahakikisha utafikiria kile unaona. Utafikiria kushindwa, utafikiria kuanguka, utafikiria kubaki hivyo, utafikiria haiwezekani. Utafikiria sasa mimi niko hipizendi, sasa kaka mshahara. Hallelujah. Niambia God most of physical andwes. Anaweza kukutembelea hipizendi, anaweza kukutembelea sokoni. God can visit you anywhere if he wants. Mungu anaweza tumana mahali huko na kabadilisha hali zako katika jina la Yesu. Tunaendelea. Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu na kukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Whatever inayojinua, whatever exalted self, kinyume na neno la Mungu. Fikira
chochote kinachojiinua. Ni nini inajiinua kinyume na neno la Bwana? Nini hiyo inasema it is not possible? Nini inasema haiwezekani? Nini inasema silaha tulizo nazo sina uwezo wa kuporomosha hiyo, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo tunazo silaha katika jina la Yesu za kutumia. Na acha niwaambie, nipungieni mkono. Kitabu cha Waefeso kinaelezea silaha zote, lakini kuna moja ambayo ningetaka kuizungumzia kwa neno la Bwana. Hizi silaha zingine zote ni za kujikinga, na for protection. Imani ni shield, helmet ni ya kichwa, mshipi miguu. Bwana sifiwe. Siko hapa. Kuna mshipi, kuna shield, imani, kuna helmet, wokovu, injili ya amani, viatu nyingine John. Belt ya truth. Nimeanza hiyo. Kuna belt truth, Pastor Morris. Kuna shield, faith. Kuna helmet, salvation. Nyingine gospel of peace, that is viatu. Kuna moja inaitwa upanga wa roho, the sword of spirit. Kwa hivyo hizi zingine zote ni za kujikinga, lakini kuna moja ambayo ni ya kupigana, inaitwa the sword of spirit, ambayo neno la Bwana. Nipungieni mkono. Upanga ndio ulijulikana siku zile kama silaha ya mapigano. Ingekuwa Biblia leo wangesema nukilia mbomu, wangesema nukilia ama silaha hatari, lakini wakati wa neno ilikuwa ni upanga. Kwa hivyo neno ni upanga wa roho. Hiyo ndio ambayo tunapigana nayo, na neno la Bwana ndio linafanya hizi kazi zote katika jina la Yesu. Kwa hivyo neno ni upanga wa roho. Inasema silaha zetu, neno la Bwana ni upanga wa roho. Maombi ndio ambayo yanatumika kwa activate hizi silaha. Maombi ndio yanatumika katika hizi silaha. Nisikie katika jina la Yesu, wakati ambapo we are at war, and I tell you, tuko katika vita. Kuwa na neno la Biblia, usimama juu yake katika jina la Yesu. Usifanye intercessory prayers, usifanye maombi ya vita, usifanye maombi ya kupigana na nguvu za giza, kupigana na mashetani pasipo kuwa na neno la Mungu ambalo linakuwa ndilo neno la Bwana ikiwezekana. Quote it in the name of Jesus. Umesikia? Nipungieni mkono. Hilo neno, quote that word. Hilo neno unalijua. Ni upanga umeachilia. Umeachilia nini? Upanga. Ni upanga mkono wako. Si wewe peke yake unatumia ule upanga. Huu upanga unatumika mara tatu. Unapoomba na kuachilia neno, umeachilia upanga. Kitu cha kwanza, upanga mkononi mwako. Kitu cha pili, upanga mkononi mwa malaika. Umesikia? Kitu cha tatu, upanga mwenyewe. Biblia inasema neno la Bwana li hai. Neno la Bwana linatenda kazi. Neno la Bwana haliwezi likarundia Mungu pasipo tekeleza. Nisikie. Neno la Bwana linapigana lenyewe. I tell you, the word of God is able to fight. The word of God is able to fight for you. The word of God is able to fight for itself. Hallelujah. Neno la Bwana lajipigania lenyewe. Inaweza upanga wa roho, ili ibilisi aepuki, mapepo ayaepuki.
Haleluya. Jifundishe kutumia neno la Bwana wakati wa vita, maombi ya vita. Quote neno ambalo lina support kile unaombea. Neno la Bwana ambalo linakusupport wakati unaomba katika jina la Yesu. Huo ni upanga. Ndipo tunaona Yesu anapokabiliana na shetani. Yesu akemei shetani bila tunakemea shetani. Shetani shindwa kwa jina la Mungu. Shetani shindwa kwa jina la Mungu. Anapomwambia imeandikwa, Yesu anatoa upanga, anamwambia imeandikwa. Hilo kitu ibilisi hawezi. Na wacheni mwambie, hakuna kitu ambacho kukiupa neno la Bwana. Inasema tumepewa jina kuu kuliko majina yote. Kwa jina la Yesu tunakemea mapepo. Ila Mungu anasema neno lake ameliinua kuliko jina. Mimi nawaambia, jueni neno la Bwana. Ompeni kwa maandiko. Mimi nawaambia matokeo mtakayoyaona mtashangaa katika jina la Yesu Kristo. Na wacheni waambie, mahali ambapo Roho Mtakatifu yumo, mahali pana Roho Mtakatifu, neno linenwe, Roho wa Bwana atatenda hilo neno katika jina la Yesu. Muradi limeneno Mtakatifu na Roho Mtakatifu yuko pale. Haleluya. Kwa hivyo silaha zetu za nguvu, silaha hii ya kupigana ni neno la Bwana. Tunasema vitu vyote viliumbwa kwa hili neno. Hata ibilisi mwenyewe ni kwa hili neno. Mbingu na nchi ni kwa hili neno. Neno ndio chanzo ya kila kitu. Umesikia chama? Neno ndio chanzo ya kila kitu. Kila kitu chanzo ni neno. Kila kitu mwisho wake ni neno. The word of God is final. It doesn't matter what the devil says. It doesn't matter what the devil says. Haijalishi adui anasema anafanya nini, anaenda wapi. The word of God is final. Kwa hivyo katika maisha yako, katika jina la Yesu, tunazo silaha na uwezo katika Bwana. Jua neno la Bwana katika jina la Yesu. Unapoomba usiombe maombi, ni vizuri omba, lakini neno la Bwana imeandikwa. Utaona matunda katika jina la Yesu. Tunaendelea. Kwa hivyo silaha zetu zina nguvu. Wasifiwe. Kwa Mungu atupatia silaha ambazo sio za mwili katika jina la Yesu. Na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, in Jesus name. Kwa nini Paulo alizungumza haya mambo? Nasema kuondoka katika mwili kuingia katika kiroho. Kwa nini Paulo anaambia wa Korintho, ingawaje tunatembea katika mwili, atuenende katika jinsi ya mwili, atupige vita za mwili? Nitaelezea kitu kuanzia mstari wa 4. Korintho aliandikia wa Korintho hili kitabu kwa sababu wa Korintho walisema, nisikie, Paulo alipokuwa miongoni mwetu alikuwa mdhaifu sana, alikuwa mnyonge sana. Paulo alipokuwa kwetu alikuwa mdhaifu, alikuwa mnyonge, alikuwa hana nguvu. Lakini wanasema barua za Paulo zinatisha. Barua za Paulo zinafanya nini? Zinatisha. Ufunuo wa Paulo unatisha. Kile Paulo anatenda, kile Paulo ananena, na wakiangalia mwili wake, wakiangalia maumbile yake, wakiangalia vile halivyo, wanashangaa ni vitu mbili tofauti. Sasa unashangaa inakuwaje? Nakumbuka ninasema ukisoma pale mbele, Paulo alikuwa anamuiba kwa mwili, Mungu mwenyewe haliruhusu shetani. Ukisoma Waefeso na Matendo Mitume, inasema alikuwa na shida ya macho. Paka alipoenda Efeso, inasema Waefeso wakatamani kwa macho yao. Lakini angalia kile Paulo alikuwa anatenda licha ya udhaifu wa mwilini. Alifufua mtu anaitwa Eutychus. Paulo vitambaa zilikuwa zinaletwa, anasiombea, zinaponya wagonjwa. Vitambaa za Paulo zinafukuza mapepo, lakini mwili wake ni dhaifu. Haleluya. Yani ana udhaifu wa mwilini kiasi wa Korintho. Hapo Paulo anawaambia, si mwili ni Bwana asifiwe. Wacha nisome kitu hapa. Twendeni
Wakorintho wa kwanza 1:17 niwaeleze. Ili mtoke katika mwili, muingie kiroho. Mawazo ya mwili, mawazo na akili zetu situondoke. Tumwamini Mungu, tuamini neno la Bwana katika jina la Yesu. Tuamini kile Mungu anasema, tuamini kile neno linasema. Wakorintho wa kwanza 1:17. Bado Paulo anazungumza na Wakorintho. Nitasoma Wakorintho wa kwanza 17. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nilihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno napenda Kristo. Paulo anasema mimi Wakorintho nalipokuja kwenu sikuwahubiria kwa hekima ya mwanadamu, sikutumia akili zangu, sikutumia mwili. Anawaambia sikufanya uwezo wa msalaba usibadilike. The power of Christ in the cross. Uwezo wa nini? Wa msalaba. Nguvu za msalaba. Nisikieni katika jina la Yesu. Tunataka kufaulu, kufanikiwa, si katika kile ambacho tunakiona, si katika uwezo wetu, si katika nguvu zetu, si katika akili zetu, si binti yetu, si katika kile ambacho tunakiona. Paulo anawaambia nalipokuja hekima, sikuja na akili na mambo ya mwili. Maana nikileta ya kwangu, msalaba utakuwa bure, msalaba utakuwa hauna nguvu. Haleluya. Kwa hivyo wewe wakati ambapo utakuwa kama Wakorintho, nina hakika Wakorintho walitarajia kuona mtu sijui anakaa namna gani. Wakisikia sifa za Paulo, sijui walitarajia kuona mtu anakaa namna gani. Akisikia kile wanatenda, sijui walitarajia kuona humbo gani. Sijui walitarajia kuona amevaa namna gani. Lakini kile waliona na kile alitenda na mimi nakwambia katika jina la Yesu Kristo, umlako uwezo wako za watu ile wanadamu wamekunja, ile wanadamu wamekunja, wakashangaa ni wewe, si wewe, wakashangaa ni wewe, si wewe, wakashangaa ni wewe, si wewe. Haleluya. Wanasifiwa. Pungieni mkono. Siku moja Mungu anafariji, Mungu anaondoa aibu. Nisikieni katika jina la Yesu. Mungu fariji watu wake. Tumeona katika kitabu cha Wakorintho, wakati Mungu uleta faraja mahali pana mateso, na Mungu huondoa aibu mahali pana aibu. Mungu ana uwezo wa kukuondolea aibu. Mungu ana uwezo wa kukuondolea aibu. Na mimi naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana, Mungu atuondolee aibu kwa utukufu wake katika jina la Yesu. Kila aibu inayofuata, kila aibu inayoonekana katika maisha yetu, Baba wa mbinguni aiondoe kwa utukufu wake katika jina la Yesu. Na mtakatifu yake Yesu Mungu. Udhaifu unaonekana, watu wanaozungumza, watu ambao utukufu wa Bwana uonekana, huyo utoke katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa siku moja, kwa sababu ya kuhubiri Injili, kufuatana mchungaji kule Mombasa, sikuwa na kitu mengi, sikuwa na kitu. Nilienda boss, nilisema ilienda, msiulize ilifika ngapi, lakini ilienda. Watu wakashangaa, hata wamama wa kanisani nakumbuka wakikutana kule Mombasa, wasee wa kwetu wakakutana, wakasema watanikujia wanitafutie kazi ya kupima chai, maana mambo imeharibika na waoni mgeni. Wewe kule utauliza utaleta mgeni lini? Haleluya. Ukiona sema naenda, maana kule nilikuwa naenda Disemba. Unakuja na mgeni? Hapana. Unakuja na mgeni? Hapana. Sasa utapeleka mgeni wapi? Hata una nyumba huna. Haleluya. Utapeleka mgeni wapi? Hata nyumba huna. Sasa wanauliza mambo ya mgeni. Haleluya. Lakini nikafika wakati nikasema nyumba apotelea mbali.
Mgeni nitapeleka mimi, wakati umefika. Haleluya. Wale tumeenda nao nyumbani. Ako kanyumba mpaka wa leo nimekaweka. Nilisema kasibomolewe. Kawekwe kando. Kako kando. Kaliwekwa ni kama misiamu. Pastor Morris ameenda amekaona, John amekaona. Wale tumeenda nao nyumbani wamekaona. Kamewekwa mahali niwe naona nakumbuka. Haleluya. Nafanya nini? Kana nikumbusha. Hata mbena tulienda. Mbena anakajua. Nika nyumba kama bati 4. Na haka kanyumba pande moja ni mbao, pande nyingine ni sile vipande zinatokanga za mbao. Sio zinaitwaje? Sile pa. Unajua asiko even. Pande moja iko, pande moja sasa ikipigiliwa mashimo. Sasa ile mashimo tunapigilia makaton. Hizi carton ndio sisibe hiyo mashimo. Sasa nilikuwa nakana nini? Sasa kukinyesha. Sasa mimi mke wangu mara ya kwanza mpeleka kwa nyumba. Anisamee. Na bahati mbaya kule kwetu kuna baridi. Akashikwa na baridi. Na mheshimu mke wangu. Akashikwa na baridi usiku. Maana kuna baridi. Bwana asifiwe. Kanyumba kama bahati 4 na vile kalivyo ni Jehova anajua. Bwana asifiwe. Kukinyesha maji inaingia, mabati mamboksi yanaanguka. Sasa na kuna baridi, akashikwa na baridi. Lakini nashukuru Mungu. Hatukumaliza 6 months. Nafikiri hiyo haibu. Mungu aliona hapana. Nimemtumikia. Mungu akasema ataniondolea. Bwana asifiwe. Na wacha nikwambie, njia zilifunguka za pesa Pastor Morris mpaka wa leo siwezi eleza silikotoka. Tulijenga ile nyumba less than 6 months. Na yule ambaye alikuwa nafanya kazi kwake, alipoona picha aliniambia kitu kimoja. Ni vile tunakujua. Tungefikiria wewe ulienda mahali pengine. Halo, kweli akaniambia ni vile tunakujua, lakini ilikuwa mambo ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Muamini Mungu katika jina la Yesu. Muamini Mungu katika jina la Narudia tena, muamini Mungu katika jina la Yesu. Paulo anawaambia, sikizeni wa Korintho. Nalipokuja kwenu sikuja na maneno ya hekima. Sikuja na maneno ya hekima, mawazo ya mwilini. Kili msalaba wa Yesu usiokafanywa kutokuwa na uweza. Kwa hivyo katika hali sile ulipo nisikii. Mambo ambayo unapitia, hali ambayo unapitia, maisha ambayo unapitia, mshahara ambao unapitia, kila kitu unapitia. Hivyo amini Injili. Amini Injili. Narudia tena, amini Injili. Amini Injili. Usiangalie mapato, usiangalie masomo, usiangalie kile unachokifanya. Ukiangalia kile unafanya, ukiangalia masomo, ukiangalia uchumi wa Kenya, ukiangalia mahali ulipo, ukiangalia umbo wako, Biblia inasema msalaba wa Yesu nao hautakuwa na nguvu juu yako, hautakufanyia kazi. Haleluya. Msalaba wa Yesu binasema mwanadamu asitegemee. Binasema amelaniwa, amefanywa nini? Anayetegemea si mwanadamu. Mawazo. Don't lean on your own. Do not lean on your own understanding. When you lean on your own understanding, binasema the cross, the power of the cross is made non-effect. It's not made non-effect. Wakati you lean on your own understanding, wakati you lean on your own wisdom, wakati you lean on what you see, unapoangalia kile unaona, unapoangalia vile ulivyo, kule umetoka, muna shamba, hamuna shamba. Haleluya. Unajua kuna mtu mmoja aliniambia, kwetu sisi ni maskini. Sisi ni maskini. Na akaniambia sasa kwetu sisi ni maskini. Hii mambo itawezekana namna gani? Nilikuwa namwambia kitu kitafanyika. Nisha kwetu ni maskini. Hii itafanyika namna gani? It's not about you. It's not about you. Na wakati wowote it will be about you. And I tell you this afternoon, I tell you this evening, when it will be about you, the cross, the power of cross shall be made non-effective. It will not be effective. The power of the cross shall not be effective if it will be about you.
It's not about you. It's not about me. It's about what cross did. It's about what Jesus Christ did on the cross. It's about what Christ Jesus can do. I repeat again. Si kile tunaweza fanya. It's about what Christ Jesus can do in us and through us. Hallelujah. It's about what Christ Jesus can do in us and through us. Wakorintho walishangaa na Paulo, wakashangaa ni mudhaifu, hana nguvu, lakini wakiangalia yale mambo anayoyafanya, vile anavyohubiri, ishara na miujiza, vitu anavyovifanya havilingani kabisa. Ndio Paulo akawaambia, ingawa tunatembea katika mwili, atuendei katika jinsi ya mwili. Hatutegemei mwili, hatutegemei nguvu zetu, hatutegemei uwezo wetu, hatutegemei mafikira yetu. Haleluya. Mimi nakwambia, ukitaka kuona haibu, tegemea njia zako. Mahali fulani utapata haibu, utagonga mwamba, utafika mwisho, ushangae kuliendaje. Haleluya. Hapo hamsemi amen, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Hata msiposema amen, kazi yangu ni kuwaambia ukweli katika jina la Yesu. Haleluya. Hata msipotoa sadaka, nitawaambia ukweli. Haleluya. Naendelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapotembea katika mwili, tunapotumia our own understanding, ufahamu wetu na kuelewa kwetu, itawezekanaje? Itatimiaje? Tunapotumia nguvu zetu na uwezo wetu na akili zetu. Msalaba wa Yesu, nguvu za msalaba, they are meant none effect. Na hapo ndipo atuoni miujiza, atuoni ishara katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni nguvu ya msalaba katika jina la Yesu. Na wacheni waambie, nipungieni mkono. Mawazo ya mwanadamu, hekima ya mwanadamu, akili ya mwanadamu haiwezi ikamshinda shetani. I tell you, mimi nakwambia, katika haya maisha, tumia akili yako, tumia ujanja. Wewe tumia ujanja, tumia akili yako. Mimi nakwambia, ibilisi atakuchenga mahali utachanganyikiwa mpaka ushangae uko wapi. Wewe tumia akili zako, wewe tumia ujanja, wewe tumia your own understanding, mahali pamoja. Haleluya. Wacha tuendelee. Nitafika hapo katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuwa mwangalifu katika jina la Yesu. Hata kuhubiri, nisikie. Haleluya. Hata sisi tunahubiri injili, tuhubiri msalaba wa Yesu, tuhubiri injili kama ilivyo. Tusiongeze manduindo ili tuvutie watu. Tusilete akili zetu, tusilete hekima yetu. Wakati ambapo, nisikieni, Pastor Morris, John Oso, wale tunaohubiri na wale ambao wameitwa, tuhubiri neno la Bwana kama lilivyo. Tusiongeze mambo yetu ili kuvutia watu. Wakati tuongeza mambo yetu, it will become motivational speech. Hakuna mtu ambaye atabadilika. Hakuna nguvu za mabadiliko. Na ndipo unaona makanisani yamejaa, wanafurahi, wanashangilia, lakini hakuna mabadiliko. Hakuna mabadiliko, no transformation. Watu wanabaki vile vile walivyo, ni wenye dhambi, ni maskini, wametekwa na shetani. They just become slaves of hope. Become slaves of hope. Tumaini ambalo litimii. Biblia inasema tumaini letu it will not disappoint. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu amemwaga upendo wa Mungu. Kwa hivyo watoto wa Mungu, they should not be slaves of hope. Tusitarajie vitu asitimii mpaka tuende mbinguni hasijatimia. Uongo. Nimekataa katika jina. You become a slave of hope. Unatumaini ukiona hivyo, there's something ambayo haiko sawa. There's some wrong understanding katika jina la Yesu. Tunaendelea. Mstari wa ngapi ule? 20 na ngapi? Wacha niangalie. 20. Mstari wa 23. Una 24. Bali wa 23. Bali sisi tunahubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani upuzi. 24. Bali kwao waitwao Wayahudi, kwa Yunani, Kristo ni nguvu za Mungu na hekima ya Mungu. Haleluya. Umesikia?
Kristo, Injili, neno la Bwana ni nguvu za Mungu, ni hekima ya Mungu. Injili ni nguvu za Mungu, ni hekima ya Mungu. Neno la Bwana ni nguvu za Mungu, ni hekima ya Mungu. Mungu hafanyi kazi kwa njia nyingine isipokuwa Injili na neno lake. Niamini Injili, niamini neno lake. Niamini Kristo, niamini Kristo. Hakuna njia nyingine, hakuna ongezeko la jambo lingine. Amini neno, amini Injili 100%. Kwa kuwa ndio nguvu ya Mungu. Tunaendelea 26, 25. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Umesikia? Binasema kile tunaona ni udhaifu kwa Mungu, kile tunaona ni udhaifu katika neno. Wewe unaangalia katika akili zako unaona ni upumbavu. Wewe unaangalia katika akili zako unaona hii haina nguvu. Binasema basi upumbavu wa neno la Bwana una nguvu kuliko wanadamu wote. Upuzi wa neno la Bwana una nguvu kuliko wanadamu wote. Binasema upuzi wa Mungu una akili kuliko mwanadamu awaye yeyote yule. Kwa hivyo ni kitu gani katika Injili wewe unaona ni upumbavu? Haleluya. Sisi wasomi, nini tunaona katika Injili ni upumbavu? Kitu gani ambacho? Acha niwaambie, hesabu ya Mungu 1 + 1 is not 2. Nawaambia hesabu ya Mungu 1 + 1 is not 2. Waweza kuwa 1 + 1 ni milioni. Hesabu ya Mungu nasema njia zake si kama njia zetu, mawazo yake si kama mawazo yetu. Kwa hivyo ninasema, tunaendelea. Mungu upuzi wake, upumbavu wake una akili kuliko wanadamu, unyonge wake una nguvu kuliko wanadamu. Kwa hivyo kama kuna kitu neno la Bwana linasema, Roho wa Mungu anasema, unaona ni upumbavu, ole wako. Mungu amekwambia ufanye kitu, unaona hiyo ni upumbavu. Mungu anakuambia ufanye kitu, unaona hii basi itatokezea wapi? Wewe usitaki kujua itatokezea wapi. Mungu anajua kule itatokezea katika jina la Yesu. Mungu anajua kile kitatendeka. Kwetu ni kumwamini na kumtegemea Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naenda kwa mbio. Kwa hivyo kila unafikiria ni upumbavu kina nguvu. Wacha niwaulize. Haleluya. Naamani alipoenda kwa nani? Alipoenda kwa Elisha. Elisha akamwambia Naamani, wewe Naamani, wewe henda jitumbukize Jordani mara 7. Naamani anasema, mimi nilifikiria huyu nabii atakuja aniwekelee mikono, aseme maneno. Haleluya. Na akajiuliza akili yake na hekima yake. Akasema mto Jordani ni mchafu. Anasema kuna mto unaitwa Avila huko kule kwetu. Avila si ni kubwa kuliko Jordani? Avila si ni nzuri kuliko Jordani? Si angalau angeniambia niende Avila? Akili za mwanadamu. Ni nini Roho wa Mungu alikuagiza wewe ukaona ni upumbavu? Ukashangaa sasa hili nalo litatokea wapi? Hili nalo litakuwa wapi? Hesabu ya Mungu si kama hesabu yetu. Nisikieni. Hesabu ya Mungu 1 + 1 is not 2. It can be a million, it can be a billion. Umesikia mbena? Umesikia? Hesabu ya Mungu si kama hesabu ya, na ndiposa anasema nisikie. Biblia inasema miaka 1000 Mungu kama siku moja, na siku moja ione kama 1000. Na siku moja Mungu anaona kama 1000. Kwa hivyo inategemea Mungu hesabu yake anapigia nani na nini anataka ifanyike. Na hesabu yako na saimo kwa Mungu uende ikawa sawa. Wewe yako hesabu 1 + 1 a million. Kwa saimo 1 + 1 milioni na. Haleluya. Kulingana kile anataka na wewe. Amen. Bwana asifiwe. Hebu niwaulize, yule kipofu alikuja kwa Yesu. Na wacheni waambie, Mungu atakupatia maagizo sawa sawa na mtu mwingine. Kuna wale watu Yesu, Pastor Morris aliwekelea mikono wakapona tu. Yesu akasema pokea kama Batimayo akaona. Lakini kuna wale, huyu mmoja alimpaka matope na akamwambia henda ukaoge mahali fulani. Shama, ni ungeenda? Umeenda kwa Yesu, ametema chini, amekoroga matope kama kina Shakaina, na amekupaka macho matope, na kuambia hendo uoge kisiwa la Siloamu. Oso, wewe ni daktari. Hiyo inaleta uponyaji?
Mimi nakwambia hatungeenda. Nimesema huyu Yesu leo amechanganyikiwa. Bwana asifiwe. Lakini alienda akaoga kufanya hivi, macho yakaona. Wale wenye ukoma wakaambiwa, "Hendeni mujionyeshe kwa priest. Go and show yourself to the priest." Na wakaenda, wakiwa njiani wakapona. Biblia inasema neno la Bwana ni upumbavu kwa wale wanaopotea. Kwa hivyo nipungie mkono, haleluya. Kama uamini neno la Bwana, wewe unapotea. Usingoje ufanye usherati, uibe ndio ujue umepotea. Kama uamini neno la Bwana, wewe unapotea tayari. Kama uamini neno la Bwana unapotea. Ni upumbavu kwa wanaopotea. Biblia inasema lali ni nguvu za Mungu kwa wanaoamini. Ni nguvu za Mungu kwa wanaoamini. Kwa hivyo ukiamini neno la Bwana, ni nguvu za nani? Za Mungu. Nguvu za Mungu ziko wapi? Wanaoamini neno lake. Nguvu za Mungu zitaonekana kwa wale wanaoamini neno. Haleluya. Haleluya. Hilo swali. Mstari wa 30 ili tuombe katika jina la Yesu. Tutaendelea siku nyingine. Mstari wa 30 unasema hivi: "Bali kwa yeye ninyi mumepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi katika ilivyoandikwa, yeye haonaye fahari ama yeye ajisifuye na ajisifu na haone fahari kwa Bwana." Na haone fahari kwa, Biblia inasema Mungu alifanya hivyo ili anayejisifu asiye akajisifu. Mwanadamu yeyote asiye akajipatia sifa na akasema mimi nilifanya. Hakuna cha mimi nilifanya. Binasema Mungu alifanya hivyo katika jina la Yesu. Hili anayejisifu ajisifu kwa Kristo Yesu. Hili yeyote aseme kwa Yesu mwana wa Mungu, kwa nguvu za Mungu, kwa uwezo wa Bwana, kwa neema ya Bwana nilipata gari, kwa neema ya Bwana nilipata hii, kwa neema ya Bwana katika jina la Yesu. Hiki ilifanyika kwa nguvu za Mungu, kwa mkono wa Mungu. Ndiposa Mungu amehakikisha it is not about us. Binasema alimfanya Kristo, alimfanya Yesu asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi, akamfanya Kristo kuwa utakatifu wetu, akamfanya Kristo kuwa ukombozi wetu. So it's about Christ, it's not about us, it's about Christ, it's not about you, it's not about you. Hallelujah. Ni kile Kristo anaweza fanya ndani yetu na kupitia sisi. Haleluya. Katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Pastor Morris, tusinjiangalie, tumwangalie Kristo mwana wa Mungu. Narudia tena, tusinjiangalie, tuangalie Kristo mwana wa Mungu. Tusiangalie uwezo wetu, tusiangalie nguvu zetu, tusiangalie chochote, tumwangalie Kristo mwana wa Mungu na tuseme kama Paulo, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Na tuseme na pamoja na Paulo, tunayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Nani huyu anitiaye nguvu? Kristo Yesu mwana wa Mungu. Naweza kufaulu katika biashara katika yeye anitiaye nguvu, katika jina la Yesu. Naweza kufaulu katika ndoa katika yeye anitiaye nguvu, katika jina la Yesu. Naweza katika yeye anitiaye nguvu, si katika uwezo wangu, si katika nguvu zangu, si katika akili yangu, si katika watu wetu, si kile najua, si kile nisizojua. Katika Kristo atutiaye nguvu tunaweza tukatenda mambo makuu na makubwa katika jina la Yesu Kristo. Hewe mama, I tell you, unaweza ukatenda mambo makuu na makubwa ambayo kwenu hakuna aliyetenda katika jina la Yesu. Unaweza ukafika mahali ambapo hakuna aliyefika. Uwe hata kama ni mzee katika jina la Yesu, kupitia Kristo akutiaye nguvu. Biblia inasema hivi, Sara alipokuwa mzee hawezi kuzaa, Biblia inasema alimwamini aliyeahidi. Biblia inasema alipomwamini Mungu alimpatia nguvu, akampatia uwezo wa kuwa nini? Msichana.
Haleluya. Unafikiria Abrahamu alitoka kwake miaka ngapi? 75 na akaenda. Na yule mfalme Abimeleki alipomuona, alikuwa miaka kama 90. Na wacha nikwambie, alimchukua maana alikuwa mrembo. Ndio mtafutie mtu wa miaka 90 mumulete hapa. Anakaaje? Hata 70. Lakini alipomwamini, Mungu halimuwezesha. Katika jina la Yesu tunamwamini Yesu mwana wa Mungu kama kanisa. Tumwamini Yesu mwana wa Mungu kama watu binafsi. Katika jina la Yesu na damu ya Yesu, Yesu mwana wa Mungu atakuwezesha. Katika biashara yako kila asubuhi mwamini Yesu, mwamini Yesu, mwamini Yesu katika jina la Yesu Kristo. Njoni mwamini Yesu kwa hiyo kampuni yako. Mwambie it's about you, it's about what you can do, it's about the customers you can bring, it's about your connection, it's about you, it's about you. Fanya kazi kwa binti, lakini mwanzo weka Yesu, weka Yesu. Mwambie Bwana, na waweza yote katika wewe unitiaye nguvu, katika jina la Yesu. Katika yeye hatutiaye nguvu, yasiyowezekana yatawezekana katika jina la Yesu. Tusiyoyaweza kupitia yeye atutiaye nguvu tutayaweza katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi nawaambia tulio mahali hapa, tumwaminini Yesu, tumwaminini Yesu, tuamini neno la Bwana, tuamini Injili katika jina la Yesu, tuamini ahadi za Bwana, tufanye kile tunaweza tukafanya, tusio wavivu, tusio wanyonge, ila tumwamini Bwana kwa ushindi katika jina la Yesu. Tumwamini Bwana katika kufaulu katika jina la Yesu. Hata kama unafanya ipizeni, mwamini Yesu Kristo Bwana. Ana uwezo wa kukubariki, ana uwezo. Sema nafanya hii kazi, ila namwamini Yesu Kristo kwa biashara kubwa, namwamini Yesu Kristo kwa mlango mkubwa, namwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sijui ni jambo gani umeambiwa, sijui ni jambo gani umenenewa, sijui ni kitu gani unaona, sijui ni kitu gani umesikia. Mimi nakwambia yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana katika jina la Yesu. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, haijalishi wamesema nini, haijalishi nini imeonekana, haijalishi litendekea mtu mwingine. Haleluya. Yule mhubiri alituambia our case is different. Also your case is different. Hata kama wengine haikuwezekana, your case is different. My case is different. I repeat, sisi wana wa Mungu, kesi yetu ni tofauti. Our case is different from other people. Hata kama mto ulienda na wao, sisi hautaenda nasi. Hata kama moto uliwaharakisha, hautaharakisha sisi katika jina la Yesu. Because our case is different. Kule sokoni wajue, our case is different. Yes, sisi ni tofauti katika jina la Yesu. Sisi ni tofauti na watu wengine. Sisi ni tofauti kabisa. Haijalishi tuna udhaifu kiasi gani, haijalishi tuna unyonge kiasi gani, tuna pesa kiasi gani. I tell you, our case is different. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Kristo. Tunaye Kristo, nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu. Haleluya. Tunaye Yesu Kristo, nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu, hekima ya Mungu. Tunaye. Haleluya. Our case is different. Hata kama hakuna mwingine aliyeinuka kwa njia hiyo, sisi tutainuka. Our case is different because of Christ. Hata kama hakuna mwingine aliyefanikiwa, tutafanikiwa. Our case is different katika jina la Yesu. Hapa Kitengela sokoni makanisa yafanikiwi, ila tutafanikiwa. Our case is different. Kwa sababu gani? Tunaye Kristo Yesu. Walilemewa, walishindwa, but our case is different. Haleluya. Hili sisi tusije tukajivuna, hili sisi tusije tukaingiwa na kiburi. Mungu amefanya hivyo katika jina la Yesu. Na ndio Paulo anasema, najivunia, tuliangalia, najivunia udhaifu, najivunia udhaifu wangu. Amesema hapo mbele, najivunia udhaifu wangu, maana katika udhaifu wangu, nguvu za Mungu zinakamilika. Kwa hivyo udhaifu unaona wewe,
Hicho kinakuvunja moyo. Udhaifu watu wanaona, wanazungumza, wanasema uko hivi, uko hivi na hivi, uko hivi na hivi. Paulo anasema najivunia kwa kuwa hapo ndipo nguvu za Mungu, hapo ndipo uwezo wa Mungu unakamilika, ili Mungu apokee sifa katika jina la Yesu Kristo, ili Mungu apokee utukufu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Tusimameni. Tunayaweza mambo yote katika yeye hatutiaye nguvu. Pastor Morris, ni yeye hatutiaye nguvu katika jina la Yesu. Utaenda mbali kwa uwezo wa Bwana. Utaenda mataifa kwa uwezo wa Bwana, kwa nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Si hata kwamba unajulikana, lakini kwa Kristo atafungua njia katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu ni katika yeye atutiaye nguvu. Tutafaulu katika jina la Yesu, tutafanikiwa, tutafaulu, tutafanikiwa. Hata kama kamshahara kaipizeni ni 10,000, Mungu ni muweza katika jina la Yesu. Anaweza akafungua njia nyingine, anaweza akakubariki na atatubariki, na atatubariki kwa utukufu wa jina lake. Atafanya mambo makuu, atafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Shuhuda zitajaa mahali hapa. Mimi nawaambia, aminini neno la Bwana, aminini Kristo, mtakuwa na shuhuda katika jina la Yesu. Hawa kina nani unaona leo? Ninyi ngojeni. Na wewe njoo utakuwa tajiri sana. Mimi nakwambia ukweli. Utakuwa tajiri sana. Tena sana. Tena tajiri mwenyewe. Mimi nakwambia. Wewe usijali kile unapitia sasa. Lakini siku inakuja. Hata kule unasimama hapa nikiomba. Nilisi hiyo nguvu ya utajiri. Na hakuna atakayepinga. Ni kupitia Kristo Yesu atutiaye nguvu. Muamini Yesu, muamini Yesu, muamini Yesu. Usijali kile kinatendeka, wewe muamini Yesu. Siku ikifika, yeye mwenyewe atakushika mkono, atakuonyesha njia, atakuelekeza katika njia itakayoleta utajiri. Yeye hamjui pesa sina njia inapitia. Kuria, pesa sina njia yake. Mimi naona kama mchezo. Pesa sina njia yake. Na Mungu anaweza akakuweka kwa njia ya pesa. Na Mungu akuweke katika njia ya pesa. Sema amen. Na Mungu aweke katika njia ya pesa. Mungu aweke katika njia ya pesa katika jina la Yesu. Dhahabu na fedha ni zake. Awapatie neema. Inasema na wapatia uweza wa kutengeza utajiri. Kupatie neema ya kuvuta pesa. Haleluya. Na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Nyinyi wa mama, Mungu awabariki. Nyinyi mnaofanya ipisendi, wanawaombea katika jina la Yesu. Mungu atafanya kitu maishani mwenu. Na muwe na biashara zenu. Na muwe na biashara. Na wenye biashara Mungu awabariki. Hata kama una kibanda leo, usikate tamaa, usivunjike moyo. Nimeona watu wametoka kwa vibanda wakiwa na maurusero yao. Kesi yetu ndio tofauti. Usiangalie waliofanya kwa vibanda miaka nenda miaka rudi, shauri yao. Hizo ni shinda zao. Kuna watu wa kwa tukutuku mpaka wale wanatakufia kwa tukutuku. Sawa njii. Kuna watu kwa pikipiki wanakupia kwa pikipiki, lakini wewe umetoka kwa pikipiki tukutuku gari. Sasa lori ya kubeba mizigo inakuja katika jina la Yesu. Haleluya. Na itakuja, na itakuja. Mimi nakwambia itakuja. Ni utukufu and utukufu. Our case is different. Kesi ya mwana wa Mungu ni tofauti, tafadhali. Si kama ya watu wengine. Wasikie, wachawi wasikie, wenye wivu wasikie, na wewe sikia zaidi. Our case is different kutoka watu wengine. Our life is different. Ni katika Yesu atutiaye nguvu. Ni katika Kristo atutiaye nguvu. Ni katika Bwana atutiaye nguvu. Hata tutia nguvu. Hata wewe kuri utakuwa tajiri sana. Mimi nakwambia. Amen. Huyo kule siku moja alienda kule Heaven's Gate. Akaona ile magari yamepakiwa kule. Kashangaa na siku moja nitaipata. Na Mungu akamwambia utapaki yako. Sio kama kule uliamini hilo neno. Unaliamini? Hiyo sauti ulisikia vizuri? Unaona kama utapaki ama unaona kama ndoto? Si ndoto. Na utapaki kuria, gari kubwa. Mimi nakwambia. Na utaenda mataifa. Wewe kuria utakaa hapa. Kaa kwa Yesu. Hao wamesikia siku moja watashuhudia. John akiwa tajiri atashuhudia. Wewe ukiweka kazi yako watashuhudia. Mwaminini Yesu. Mwaminini Yesu.
ni nguvu za Mungu. Tuinueni mikono yetu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, ni asante Baba yetu, ni asante Mungu wetu uliyesiumba mbingu, uliyesiumba nchi, uliyejawa na rehema, uliyejawa na nguvu. Bwana, ulimfanya Kristo kuwa utakatifu, ulimfanya Kristo kuwa dhambi, ili sisi Bwana tuwe watakatifu, ili sisi Bwana tuwe wenye haki. Ukamfanya Bwana kuwa ukombozi wetu katika jina la Yesu. Ukamfanya kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri katika jina la Yesu. Akasulubiwa Bwana ili sisi tusisulubiwe. Ile nafasi yetu, sehemu yetu, Yesu mwana wa Mungu alichukua, nasi Bwana tukachukua sehemu yake. Kwa hivyo Yesu mwana wa Mungu, hivyo Baba Mungu, si katika uwezo wetu, si katika nguvu zetu, si katika akili zetu, bali Baba ni katika kile ambacho Yesu Kristo Bwana alikifanya, ni kile ambacho Yesu mwana wa Mungu anaweza kufanya kwetu na akafanya ndani mwetu. Baba, tunakutegemea ewe Yesu mwana wa Mungu, tunakutegemea Bwana. Watu hawa wanakutegemea, watu hawa wanakuinua, watu hawa Bwana wanakungojea. Wewe ndiye nguvu yetu, wewe ndiye nguvu yetu Yesu mwana wa Mungu, katika jina la Yesu uwawezeshe. Ewe nguvu ya Mungu, ewe hekima ya Mungu, Yesu mwana wa Mungu, tunayekuamini, tunayekufuata, utuwezeshe, utuwezeshe katika biashara mahali tumelemewa, katika biashara mahali ambapo tunafanya hasara. Kuanzia leo Bwana tusifanye hasara, tusifanye hasara. Imeandikwa ya kwamba utafundisha mikono yetu kutengeza faida. Imeandikwa ya kwamba unatupatia uwezo Bwana wa kufanya utajiri. Ninaomba Bwana katika jina la Yesu, hilo neno Bwana litimie Mungu kwa kila mmoja wetu. Maisha ya kung'ang'ana, maisha ya kuhangaika, Baba wa mbinguni, kwa utukufu wako yafike kikomo. Utuwezeshe Bwana katika jina la Yesu, kwa uwezo wako Bwana, kwa mkono wako, kwa Roho wako Mtakatifu, tuingie mahali na sehemu yetu katika urithi wetu ambao Bwana umetubariki nao. Baba wa mbinguni, hawa watu Bwana wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe katika jina la Yesu. Watende mambo makuu Bwana. Imeandikwa ya kwamba watakaomjua Mungu wao watatenda makuu, watakaomjua Mungu wao watatenda makubwa. Baba wa mbinguni, ninawaombea kutenda mambo makuu, kutenda mambo makubwa. Tunayaweza yote katika wewe Bwana ututiaye nguvu. Ninaomba mchana wa leo, mahali ambapo Bwana hapana mulango ufunguke, mahali ambapo Baba wa mbinguni hapana njia, wasiona amani wapate amani katika jina la Yesu. Wasiona kazi wapate kazi. Baba, ninaomba neema ya utele, neema ya utele katika jina la Yesu. Ninakemea roho ya umasikini, ninakemea maroho ya manteni, ninakemea hayo maroho ya uchawi na uganga ya manteni Bwana, yashindwe Mungu. Ya umasikini, ya kung'ang'ana, iso lahana na sivunjike, kwa kuwa Yesu ulifanyika lahana ile sisi tubarikiwe Bwana. Laana za kikoo, laana za kizazi na sivunjike Bwana. Uchawi na uganga kwa damu yako Baba ushindwe, Baba ushindwe. Misimu na kuzimu zote kwa pamoja Baba zishindwe. Chochote ambacho kinazuia watu hawa Baba kishindwe. Kwa kuwa Baba imeandikwa, imeandikwa Baba wa mbinguni katika neno lako ya kwamba fimbo ya muovu haitakaa Bwana katika urithi wetu. Imeandikwa ya kwamba katika jina la Yesu utawala wa muovu hautakaa Bwana katika urithi wetu. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu mchana wa leo, mahali ambapo Bwana utawala wa shetani, mahali ambapo Bwana utawala wa kuzimu umeketi Bwana katika urithi wetu, Baba wa mbinguni, utawala wa uchawi, utawala wa uganga, ushirikina Bwana, lahana na misimu, chochote ambacho kimeketi Bwana katika urithi wetu, kimeketi Bwana katika biashara yetu, kimeketi Mungu katika mapesa zetu, kimeketi Bwana katika huduma yetu, katika maisha yetu, Baba wa mbinguni, tunaachilia Bwana, uwa upanga Bwana, uwa upanga Bwana. Zaburi 125 mstari wa 3, tunaachilia Bwana kwa hiyo fimbo Bwana, kwa utawala
Bwana wa muhovu Bwana, kwa hizo nguvu za giza tunaachilia Bwana uwa upanga Bwana, uwa utawala uliyekalia Bwana sehemu yetu, uliyekalia Bwana baraka yetu, uliyekalia Bwana na fedha zetu, uliyekalia Bwana na huduma yetu. Baba wa mbinguni, iondoke Bwana, iondoke Bwana kila nguvu za giza, siondoke Bwana kila uchawi na uganga, uondoke Mungu misemo na kuzimu, maneno ya watu Baba wa mbinguni, mashetani, kila kitu Mungu kiondoke Bwana, kila ufalme utawanyike, kila nguvu Mungu ziporomoke, utawala kila kitu Mungu kinazosimama kiondoke Bwana, kiondoke Bwana katika jina la Yesu. Hayo maroho yaondoke Bwana, kila walali ambao Bwana wameshika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, huo walali uondolewe. Bwana wa mbinguni, tumesoma Yesu ulifanyika kuwa dhambi ili sisi tufanyike watakatifu. Ulifanyika Bwana kuwa haki yetu kwa Mungu kwetu ili sisi tupate haki. Ulifanyika Bwana kuwa ukombozi kwetu. See, it's not about us, it's not about us, it's not about us, it's about you Lord. Ni kuhusu wewe Yesu, ni kuhusu wewe Yesu. Waliokalia Bwana afisi zetu, kazi zetu kule serikalini, waondoke Bwana, waondoke Mungu katika jina la Yesu. Nguvu za giza Baba siondoke, masinga umbwa na maneno, kila kitu Bwana, Roho Mtakatifu kwa uwezo wako, kwa nguvu zako Baba iondoke, Baba iondoke, Baba iondoke kila nguvu za giza Baba siondoke, Baba siondoke katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza, kila nguvu za giza Baba siondoke, kila utawala wa giza Baba uondoke, Baba uondoke, Baba uondoke katika urithi wetu, katika sehemu yetu Baba wa mbinguni, uondoke, 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 uondoke maroho ya njani, maroho ya asili ya kule tumetoka, maroho ya mababu, maroho ya mababa katika jina la Yesu Baba yaondoke, maagano yavunjike, chochote ambacho kinasimama Bwana Yesu mwana wa Mungu, ulienda msalabani kwa ajili yetu, uliangika kila kitu pale msalabani, hayana uhalali, hayana uhalali, hayana uhalali, hayo mashetani hayana uhalali, hayo mapepo hayana uhalali, hizo nguvu za giza hasina uhalali, huo uchawi na uganga hawana uhalali, hayo mateso hayana uhalali. Kwa damu yako, kwa damu yako yaondolewe leo, kila masitaka yafutwe Bwana kwa damu yako, kwa damu yako kila masitaka katika koti ya mbingu Baba wa mbinguni, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu na kile ambacho Yesu Kristo Bwana alifanya pale msalabani, kila masitaka, kila masitaka ya ibilisi mwovu yafutwe leo, yafutwe leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uhalali Bwana uondolewe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Watu hawa Bwana wawe huru Bwana, wawe huru Mungu, wawe huru Bwana. Kanisa hili Mungu liwe huru Bwana, baraka zao Bwana kwa damu yako, kwa mapigo yako, kwa msalaba wako, baraka zao Bwana na siwe huru Mungu, na siwe huru Bwana, maisha yao yawe huru Bwana, wafaulu Mungu, wafanikiwe Bwana katika jina la Yesu, wafaulu Bwana, wafanikiwe Bwana, wafaulu Bwana, wafanikiwe Bwana katika jina la Yesu. Baba ni asante kwa kile Yesu mwana wa Mungu. Baba wa mbinguni, milango ifunguke, njia zifunguke Bwana, wabarikiwe Bwana, waongezewe Mungu, wainuliwe Bwana, watendwe mema Mungu katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Bwana inene juu ya maisha yetu, inene juu ya maisha yao, inene juu ya hali zao, mahali wamekwama Bwana uwakwamue Yesu, uonekanie Bwana katika jina la Yesu. Na damu ya Yesu tunaomba na tunaamini na tuseme amen. Amen. Tupigieni Bwana wetu Yesu Kristo Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana, pigia Bwana katika jina la Yesu. Mtarajie Bwana. Uwe ni mama, uwe ni msichana, uwe ni mzee, uwe ni kijana, mtarajie Yesu. Na mimi nawaambia siku haziko mbali tutakuwa na shuhuda za kushangaza, za kushangaza, za kile ambazo Yesu Kristo Bwana anatenda. Tuketini katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Tunapojiandaa na sadaka zetu na fungu zetu za 10 katika jina la Yesu Kristo. Chaki ulisahau mkiwa nakulia. Niwaambia nyinyi ndio mnasaidia oso. Lakini oso akiamua kupeana mbasha anapeana. Akiamua mpeane mnapeana. Sawa sawa. Lakini mnamsaidia. Jaki nakulia. Yeye nyinyi ni vijana. Oso si mzee, lakini mzee wetu, lakini si mzee. Sio mkamuita mzee. Vijana wakiwa wafanya kazi. Lakini akisikia anataka kujenga maso anafanya. Si ndio so?
Bwana sifiwe. Tupeaneni hizo mbasha also isawa treasurer. Bobando ndio treasurer wetu. Jackie na Kuria wanamsaidia tu. Kuna mtu ana ushuhuda? Kuna mtu ambaye anahitaji maombi? Firinda. Omba leo. Tuombe. Kuna mtu mwingine anahitaji maombi? Asante sana. Kichina filo kwa kawaida, si ndio? Faida pekee yake ndio. Fungu la 10 katika jina la Yesu.